Hivi umeshakutana na mtu ambaye huwa anakutafuta tu wakati akiwa na shida? Yaani ukishika simu yake tu ujue tu kabisa kwamba ni shida hiyo. Yaani simu yake tu ujue ni ana jambo lake. Sasa naomba nizungumze na wewe kidogo kwenye kipengele hiki muhimu sana ambacho nimekianzisha, kinachoitwa mazungumzo ya hekima, namna ya kuishi na watu wa namna hii. Mimi naamini unao wengi, mtu ambaye yani kwake wewe ni kama Big G, ni mtamu tu akiwa na shida zake, lakini ukishamaliza kumtatulia jambo lake ujue tayari ameshakutafuna, amekutupa. Watu wa namna hiyo wako wengi sana, watu ambao wanapenda kutake advantage ya wema wako, ukarimu, msaada wako wa namna hiyo. Sasa leo naomba tuzungumze kuhusu hawa watu kwa kifupi sana. Jambo la kwanza nataka niweke wazi tu ni kwamba sio vibaya kumsaidia mtu, kwa sababu kila mtu kwenye maisha anahitaji kuwa na mentor, mtu ambaye anaweza akawa na mshauri. Lakini pia tunahitaji kuwa na watu ambao wakati fulani tunahitaji watushike mkono, watusogeze mbele mahali ambapo tunataka kwenda. Ni jambo zuri, na vitabu vyote vitakatifu vinazungumzia kutenda wema. Ni jambo zuri, na mimi sikuambii uache kutenda wema, ila nataka nikwambie jambo moja. Kuna huyu mtu tu ambaye anapenda kutumia watu kama toilet paper, au kama unajua zamani watu walikuwa wana madekio yale, una deki alafu unaweka mlangoni unafuta. Siku hizi najua teknolojia na vitu vingi. Kuna wakati hao watu unatakiwa uwafundishe adabu. Hicho ndo nataka nikwambie leo, kwa sababu nataka uchukue mfano wa tai. Yule ndege tai yule anatengeneza kiota, anaweka kiota cha tai, siku zote huwa anaweka miba. Anaanza miba, anaweka, baadaye anaweka majani, anaweka manyoya, anataga. Alafu kisha taga analalia. Analalia, siku zake ni ngapi? Sio ni 20, 18, anatotoa. Akishatotoa anaanza kuwatunza watoto wake, anawalisha, anatafuta ni wadudu anawapa, sio nini anawapa, anawalea watoto wake. Kitu kizuri sana, malezi ni kitu kizuri sana. Lakini yale matoto kuna wakati yanakuwa makubwa, yamepata kuota manyoya, kwa sababu tutoe zile raha ambazo yanapata pale kwenye kiota, hayatamani kabisa kuondoka. Unajua mama tai huwa anafanyaje? Huwa anaanza sasa, akishakuwa yamekuwa makubwa, anaona yameanza kukomaa, yanaweza, lakini ni bado mategemezi. Unajua anachofanya? Anaanzaga kuchomoa yale manyoya yale, ambayo ile softness ile ambayo aliweka, anaanza kuchomoa, anachomoa mpaka anabakia ile mamiba. Sasa yule mtoto yule wa tai anapokaa kule anaanza kuwa uncomfortable. Yuko juu ya mti ujue. Na mama anaanza kupunguza services zile ili mtoto yule aanze kupata njaa. Akishapata njaa, akili huwa inaanza kufanya kazi. Unafikiri naanza kunielewa? Akili huwa inaanza kufanya kazi. Baada hapo unajua kinatokea nini? Wale watoto wanaona nikikaa hapa miba. Bora niondoke tu. Nikishuka juu najua iko shida, taanguka chini. Unajua, lakini wana mabawa. Kwa kinachotokea ni nini? Mama anaanza kupunguza service, Kwa hiyo watoto wanatoka pale, wanatoka kwenye kiota kile chenye miba. Anaanza kusogea kwenye tawi. Lakini sasa njaa. Anafanya nini? Anasema ngoja nijaribu niende chini nikatafute chochote. Ona? Au anaona sasa inakuaje akikaa kwenye tawi anaona shughuli. Akiteleza kidogo mzee, ile kujitetea sasa ndo anaanza kutumia mabawa sasa. Atafika chini. Anasema kumbe siku zote huwa nina vitu ambavyo nitakiwa nitumie, nianze kuruka mwenyewe. Njaa ipo, anaanza kukamata mdudu, mama anawapa service kidogo mpaka baadaye wanaanza kujitegemea. Kwa hiyo kuna watu ambao tunahitaji kuwafanyia haya. Tumeshawabeba sana.
yameshakuwa matoto makubwa. Yaani simu tu ni tatizo tu. Akikuwa ana shida na wewe ni kwa sababu tu ana tatizo tu. Kama ana tatizo basi hana shida na wewe. Mtu wa namna hiyo sio dhambi kumpunguzia service ili awe na akili. Punguza kabisa service. Msaidie kuwa na akili kwa kumpunguzia service. Na ikibidi wakati mwingine usipokee simu zake. Najua hii ni ngumu kumeza, lakini usipokee simu zake. Atafanyaje sasa? Atakuwa na akili lini? Yaani ukiangalia huyu mtu unamfanyia la kwanza, la pili, la tatu. Sio kwamba tunafanya vitu ili tupate fadhila, hapana. Lakini kuna wakati unaona kabisa huyu mtu